أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu zangu Waislamu pamoja na watazamaji wote wa chaneli yetu ya Coco Darsa, tukiwa tumo katika lile gurudumu letu la kupeleka Uislamu mbele, ambalo tulianza hizo siku za mwanzo tulipoanza, na sasa tunaendelea kutekeleza wajibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotutaka sisi kwa kutuambia balligh anni walau bi aya, nifikishieni mimi japokuwa aya moja tu. Hivyo tukiwa tunaendelea na mada yetu ambayo tuliacha wiki iliyopita, na si nyingine bali ni kumwepuka mchumba mbaya kabla ya ndoa. Kwa maana mchumba mwema ndio mke bora wa baadaye, na mchumba mbaya ndio mke aliyokuwa mbaya wa baadaye. Na tukataja katika wiki iliyopita namna ndoa zilivyogawika, wale wanaoishi kwa furaha katika ndoa zao juu ya umaskini wao ambao wanao, wale wenye mashaka katika ndoa zao juu ya utajiri ambao wanao, na wengine mfano wa hao. Na katika kulisaidia hilo, tulitaja baadhi ya tabia za wanawake ambao wanafaa kuepukwa kuolewa endapo hawajajirekebisha na tabia zao, na tukataja qalil miongoni mwa dalili za tabia za wanaume ambazo nao pia wanafaa kuepukwa kupewa wake endapo kama watakuwa hawajajirekebisha na tabia zao hizo. Hivyo tukafika pakufika, tukaona tabia ya mwanaume mmoja ambaye ni rajulul badawi alladhi ma indahu din au ma indahu iman, kijana bedui. Na tukasema bedui, kwa kitumika bedui ni mtu ambaye kama hana dini fulani hivi, ambaye watu hawa wanakuwa hawajashiba imani ya dini au hawana dini kabisa, hata kama ni Waislamu wa majina. Na tukasema wamegawika katika pande mbili. Sehemu ya kwanza tukaisimulia kwa ufupi, kama ni wale vijana ambao tumezaliwa nao pamoja katika Uislamu, akiitwa Fahad, akiitwa Ambar, akiitwa Mbarak bin Uthman, Ramadhan na wengineo. Wamezaliwa katika mishipa ya Kiislamu, lakini dini hawana. Nini atenda kumwamrisha mtoto wako wa kike ambaye unampa mtu asiyekuwa na dini? Na tukafikia sehemu tukazitaja hizi tabia za mtu asiyekuwa na dini. Mara nyingi huwa kinajitokeza nini endapo utapompa mwanao kijana asiyekuwa na dini? Kama tutafuatilia uzuri katika darasa iliyopita, tulisema mtu akiwa hana dini kuna baadhi ya vitu automatically anavikosa. Mmoja wapo anakosa kitu kinachoitwa hikma. Hichi ukiwa huna dini, basi mara nyingi, si wote ila mara nyingi, kitu hikma kinakuwa kinakosekana katika dini. Ndio pale inapojitokeza mtoto wa kike ambaye tayari kashaolewa kwa kipindi kidogo au kirefu, tayari kwao yanajitokeza masala ya msingi ya muhimu ambao yanampasa kuweza kufika kwao kwa muda husika aliyohitajika. Ukiachia ile mambo ya kipuuzi, singo, uradi, chai, halili si holini, kuna hivi, ukiachia masuala ya kipuuzi, kuna mengine ya msingi ambayo yanahitajika yule mwanamke afike nyumbani kwao. Pengine kuna kikao cha familia, naye ni mmoja wa familia ile, akahitajika nyumbani. Pengine kuna mgonjwa, akahitajika nyumbani. Pengine kuna msiba, akahitajika nyumbani. Pengine mama tu mzazi kamkumbuka mwanawe hajamuona kipindi kirefu, akawa anamhitaji mwanawe, akamuita nyumbani. Lakini mwanawe yule wakati huo ni mke wa mtu, na bwana mume ni mtu ambaye hana dini, hana hekima. Ndo mama anampigia simu mwanawe, njoo, kuna kikao, kuna jisikadha wakadha, kuna hichi, kuna kile, vitu vya msingi. Na mama anapomwambia mwanawe, bila shaka anajua huyu ni mwanangu, atafikisha ujumbe kwa mwenzake, atakuja.
mke yule humwambia mumewe, mama ameniita nyumbani kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5, na anajua kabisa kama sababu hizi alizoniitia mama ama alizomuitia mama yake huyo mke wangu ni sababu za msingi. Lakini kwa ule ujinga tu na kukosa elimu ya dini, ndio mtu anaweza kumuuliza tu mkewe, huyo mama yako yeye kama nani? Huyo baba yako yeye kama nani? Subhanallah. Unapounga ukoo, manake mama wa mwanamke na wewe ni mama yako, baba wa mwanamume na wewe ni baba yako, na baba wa mwanamke na wewe ni baba yako mwanamume. Lakini leo anakuambia, anakutajia mama, ananiita nyumbani, unamuuliza huyo mama yako yeye kama nani? Kwa nini asiniombe mimi ruhusa, asinipigie simu mimi? Naam, utaratibu ndio ulivyo kwamba mama mkwe, baba mkwe wanapomhitaji mtoto wao wa kike lazima wamtaarifu bwana mume kwa aidha kwa simu au kwa kumfuata kumuuliza. Huo ndio utaratibu ulivyo. Lakini je, unapokosekana utaratibu hii kwa sababu za kimsingi, basi hekima siichukue nafasi yake? Huna jibu jingine la kujibu wewe kijana mpaka ujibu mama yako kama nani? Humjui mama yake kama nani? Tena wengine hupigiwa simu hasa na wakwe zao. Baba wa mwanamke, mama wa mwanamke anampigia simu mume wa mtoto wake, bwana we, namuhitaji Suhaila aje kidogo, kuna ujiskaza kadha. Hiyo amri au ombi? Tunamuuliza mkwewe hivyo, amri au ombi? Wewe mama yule anakuzaa, baba yule anakuzaa, kamzaa mke wako, umri wa mke wako unaendana au wewe mkubwa, basi kweli ndo mama aje, ninakuomba, niko chini ya miguu yako, kwa idhini yako na ruhusa yako bwana, yeye adhalilike tena. Hebu tuangalie kifikra ya kihekima hapa. Kweli kitu kinawezekana? Amekuja, amekuheshimu juu ya umri mkubwa aliokuwa nao, ameona wewe una nafasi ya mume, kakupa taarifa hiyo, sio unamuuliza amri au ombi. Na haya yanatokezea. Lakini kwa ukosaji wa dini huo ndio utakuta mtu anakuwa na sehemu anaoa mke, baadaye mke yule ana dada zake, ana ndugu zake wa kike. Kwa ukosefu wa dini, kwa ukosefu wa heshima, wale wote wanakuwa wake zake. Utasikia mtu kasimama, hawa wote wake zangu hawa, wote wake zangu hawa. Tena wengine washaolewa pengine. Na mtu katika dada yake aliolewa, mumewe pale yupo. Mimi ndo wa mwanzo tu, nilo wa mwanzo, kwa wote wake zangu. Kwa yule mke wa mtu na yeye mkewe eti. Nini kama si utovu wa adabu? Akiuliza mashemege tunataniana, dini ndio imesema hivyo. Kuna matani kama hayo ndani ya dini kwa sababu tu shemegi? Wote wake zangu hawa, wakubwa, wadogo, yeye wote kawa mtu mmoja, lakini ndio imekuwa wote ni wake zake. Tena kawashika kifua, mara kawagusa viuno, mara kawapiga mabusu, mara kawakumbatia, njoo, mara kawapakata, yote wake zangu tunyie, yote wake zangu tunyie. Taratibu huu tumeutoa wapi? Kipata masharobaro yasiyojua dini, mara nyingi ndio vitu kama hivi huwa vinajitokeza. Kwa kumpa mwanao kijana asiyekuwa na dini, ndio leo kijana anakuposea mwanao. Baada ya kuposea mwanao, tayari kile kipindi cha kusubiri ndoa yeye anakiona kikubwa. Kwa anachokifanya, anapitishwa kwa mlango wa nyuma kila siku katika nyumba ambayo mwenyewe umejenga, baba wa Kiislamu. Mwanao anapitishwa huko, wakati mwingine analala huko, asubuhi mchana, kipata mama naye alikuwa hashughulikie, kifika saa 2 kashajitia ndani ashughulikie masuala ya wanawe, yanafanywa ya kufanywa. Wengine hutokea bahati nzuri wakapeana ujauzito ndani ya kipindi hicho, yakamalizwa mambo pasipo na kutarajiwa. Watu wanayafanya haya. Tutakuja siku moja na mada ya zinaa hapa, tuone ubaya wa kulala na mwanamume mpaka asubuhi, mpaka alfajiri, ubaya wa kulala na mwanamke mpaka asubuhi. Allah tuwafikishe tuje kuleta hiyo mada hapa. Lakini leo sio pahala pake. Ninachokisema kwamba ukosefu wa heshima, hata kama mwanamume kashaposa na kutoa mahari, anakuja kuzini na mtoto wa watu ndani ya nyumba yako, wewe baba, anakuchukulieni vipi nyie familia? Hamna adabu? Hamjui kusema lolote zaidi yake mnamuogopa? Familia hiyo haina malezi? Anaitukana familia. Utakuja kuingia nyumbani kwangu wakati kwa sababu tu umemposa mwanangu uje kuzini naye humo. Na si kama ni nyumbani kwangu tu, hata sehemu nyingine kumchukua kwenda kuzini naye. Tu wanafanya hivyo. Wanazini. Akiuliza mchumba wangu achukua mahari, haambiwi kitu ndani ya familia. Amfanya kama mkewe tena. Kwa sababu tu
kaposa na kutoa mahari. Wangapi wanaposa na ndoa zinaharibika? Kikweli ni mtihani. Haya yote yanatokea kwa yule bwana ambaye hana dini na umempa mwanao wa kike. Epuka kumpa mwanao kijana aliyekuwa hana dini, na Mtume katusihi katika mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa. Siko mwanamke, siko mwanamume, ambaye anaenda kuoa, ambaye anaenda kuolewa, litangulizeni jambo la dini kwanza. Nasema kila siku, haina maana kama lazima tupesema shekhe wenye elimu ndogo au kubwa, la khasha. Angalau mtu anajua sala yake, anajua kuamrisha mema na kukataza maovu, ile imani katika nafsi yake ipo, ndio mpe mwanao. Ndio wazee wetu waliopita walikuwa wanasimamia ndoa za watoto wao kuhakikisha wanampa mume aliyekuwa sahihi. Uislamu, hii tabia ya mtu asiyekuwa na dini tuligawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ndio hiyo ambayo tumeletea ufafanuzi wake. Sehemu ya pili nitaomba nije kuifanya ndo mada ya mwisho, ama ndo tabia ya mwisho, kwa sababu kidogo inataka ufafanuzi mkubwa na inataka kutolewa mifano kwa maisha tuliokuwa nayo sisi na waliopita kabla yetu. Wakati huu wacha tuendelee na tabia nyingine 2-3 ambazo bado hatujazisikia katika hutuba iliyopita ama katika darasa iliyopita. Uislamu makruhiyati. Mwanamume mwenye makruhu, mwenye machukizo, mwenye maudhi, chofuo, simpe mwanao kumuoa. Jamaa kiamka tu, mashaallah fulani kashaamka kumekucha, kwa yale maudhi yake. Ana mdomo huyo, ana makero huyo mtaani, ana maudhi huyo, kila mtu anamjua. Inafika wakati mtu unakufa, watu wanashukuru, alhamdulillah kimeondoka kiumbe. Usimpe mwanao mtu kama huyo. Lakini katika hao pia kuna wale ambao mukhaddarati, wanaotumia madawa ya kulevya. Ni makruhu kwa watu. Mwizi, tapeli, usimpe mwanao hata kama ana pesa nyingi. Tunafahamu baadhi ya watu wanatembelea magari, majumba, lakini tunawajua fika wale kazi yao ni utapeli. Usimpe mwanao mtu tapeli kwa kuhadaika na mali ndogo ndogo kwa sababu tu ana vijisenti. Zingatia vijisenti vyake anavyopata katika njia ya halali ili mwanao akale halali. Unamjua mtu tapeli, Mission Town, akikutizama tu ushampa 500,000 600,000, alafu leo unaenda kumpa mwanao. Usimpe mwanao mtu kama huyo. Makruhata hayo ni aina ya machukizo kwa wanadamu. Masigara, janadume jituzima lisitaka kuacha kuvuta sigara, kila kati linafuka tu kama chetezo. Usimpe mwanao. Simpe mwanao mtu kama huyo. Ukiingia ndani mnanuka moshi wa sigara, anaenda kuwalea nini watoto wake wa kiume huyo? Watavuta masigara tu. Usijaribu kumpa mwanao mtu mwenye machukizo kama hayo. Kadhabun, mtu muongo, mwanamume muongo naye simpe mwanao. Kazi kumdanganya mke tu saa 24. Ujinga ubwege. Inafika wakati mwanamke unamdanganya tangu anaamini mpaka siku anaanza kujua kama huyo mume wangu ni muongo. Mdanganye katika anastahili kumdanganya, katika kuweka ndoa sawa. Mdanganye katika kuleta swala la mahaba ndani yake. Kwani yule mtu anamwambia mumewe, anamwambia mkewe, mke wangu bwana, wewe mzuri sana bwana, dunia nzima hakuna mzuri zaidi yako. Hasi uongo huo. Kwa mkeo ndo malaika, mkeo ndo kitu gani? Lakini unamsifia mkeo kuleta mahaba. Naambia mke wangu, mimi kwa dunia hii hakuna mwingine zaidi yako. Hapo una wake 3 hapo. Na ukienda huku na wewe hakuna mwingine zaidi yako. Na ukienda kule na wewe hakuna mwingine, wote hakuna mwingine zaidi yao tu hao. Ndio mahaba, lakini ndio taratibu. Kwa hivyo lazima mtu muongo ambaye anamdanganya mkewe katika ile midanganyo ilikuwa haieleweki, manake mume hatabiriki, mume hafahamiki, yeye kila wakati uongo tu. Na wakati mwingine mtu kabla hata hajaoa anaonekana mtaani mtu fulani muongo. Usimpe mwanao kabisa. Al-ghidban, mtu mkali, mtu mkali, tabia nyingine hiyo. Hasemezeki, haambiliki, yeye yumo kwenye kuchuna tu, jino lake siku linaonekana haijulikani. Yake amka asubuhi kimsalimia Uislamu, yeye kanuna tu saa 24.
Usimpe mwanao mtu kama huyo kabisa. Hatoenda kupata faraja mtoto wako wa kike ndani ya nyumba, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake kwa kuambia waqarna fi buyutikunna, na mtulie katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, wanawake watakiwa watulie ndani ya majumba yao. Japo wengine ukiwaambia hivi na kwa mmetujenga sasa, tumetufanya sasa tuje kuwa walinzi wa nyumba, lakini hii ndio kauli ya Allah, waqarna fi buyutikunna. Usimwambie mumeo wewe mbona unatoka, mimi sijakwambia kitu na mimi ninatoka. Wewe umeambiwa waqarna fi buyutikunna. Kwa mwanamke mwema atakuwa ni waqarna fi buyutikunna, atatulia nyumbani kwake. Kwa hiyo huyu mwanamke mwema aliyetambua wajibu wake wa kutulia nyumbani kwake, lakini naye pia anahitaji kusikiliza hadithi, anataka kujua yaliyojiri mitaani huko nje, anataka kujua nini kimejitokeza ulimwenguni, nani wa kumletea nyumbani kwake. Bila shaka ni mumewe, ndo ayatoe mambo ya muhimu nje aje kumpa mkewe habari. Kwa maana hakuna kitu kilichokuwa sumu pia kwa mwanamke kama kule kuwa mwanamume qillatu hadithi zawjiha laha, kuwa mchache wa kupiga hadithi na mke wake, mchache wa kuzungumza na mke wake, yeye kutwa mkali tu, haambiliki. Huyo si mume bora, usimpe mwanao. Qillatu hadithi zawjiha laha, ule uchache wa kuwa mchache wa kuzungumza na mkeo ndani. Uzungumze na mkeo, mpige stories hapa na pale, chekeshe, tekenyane, uwe unajulikana ni mwenye faraja, ujiachie. Sio kila wakati wewe mkali tu, mke anakuogopa, unachokifanya wewe ukali tu, huna siku ambao labda ulikuwa la khasha. Ukibaini mtu kama huyu, usimpe mtoto wako. Usimpe kabisa mtoto wako mtu mkali, hafai. Halikadhalika mtu ambaye yuko mbali sana, na hana tamaa ya kurudi kwa leo na kesho, pia usimpe mwanao. Tofauti na baadhi ya wazee leo, mtu yuko Uingereza, yuko Marekani, tangu ondoke hapa ana mwaka wa 7, alafu apiga simu, nitaka mke mie, nendeni pale kwa mtu fulani kaniposa ndo mchumba wangu ile nilomwacha. Watu wanakwenda pale, bwana tumekuja tumeposa. Baba simamia, utake kujua, akishaolewa mwanangu anamfuata mumewe, akishaolewa mwanangu anaenda kukaa katika hiyo nyumba aliyotuma pesa ijengwe. Naye atarudi lini? Kwa mazingira gani? Una taratibu. Sasa bwana uko England, bwana uko Switzerland, bibi yuko Unguja, miaka 5. Jamani, ndoa gani hiyo jamani? Kumfunga mwanamke tu. Alikataza Saidina Umar haya. Wakati huo anapita katika kutembelea katika raia wake, anapita nyakati za usiku katika kutembelea majumba yake, akamsikia mwanamke analalamika akilia na kitanda. Yuko wapi mume wangu? Hichi kitanda leo na baridi hizi niko peke yangu. Nitacheza na nani? Nitafanya na nani? Dini hiyo dini gani wanaotoka watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wakati watesea wake zao tunahamnao siku zote hizo? Analalamika yule mwanamke, analia, nani aliyemchukua mume wangu na kumpeleka katika safari ndefu mpaka leo hajarudi? Nani? Na mume yule alikuwa akachukua miezi 6 au 5, historia zinasema hivyo. Miezi 6 5. Sayyidina Umar baada ya kusikia habari ile akatoka mpaka kwa mwanawe Hafsa, akamwambia Hafsa, akhbirini, niambie, nipe habari ya Hafsa, kwa kipindi gani ambacho mke anaweza kustahamili kumsubiri mume wake? Hafsa akainamia chini kutokana na swali gumu ambalo baba yake kamuuliza. Na ugumu umekuja wapi? Umekuja ugumu ule kwamba huyu alioniuliza ni baba, kwamba lini anaweza kusubiri mwanamke kuweza kuingiliana na mumewe, kuweza kustahamili hamzake, joto lake. Huyu baba vipi? Anambia naam, kama ambavyo inna Allah la yastahi 'anil haqqi, Mwenyezi Mungu haoni haya katika kuzungumza masuala ya haki, na mimi pia na kuamuru wewe usione haya katika kuizungumza haki. Niambie ya Hafsa. Akamwambia naam. Labda akamuonesha kwa ishara tu, akimaanisha ni miezi 3 mpaka 2.5 basi. Baada ya hapo Umar akatoa tamko, hata wale watu wanaoenda kupigania dini kwa ajili ya Allah, wale watu wanaotoka fi sabilillah, asije akatoka mtu zaidi ya miezi 4 arudi nyumbani kwake.
Haya, wewe bwana Fahad uko Switzerland mwaka wangapi huu na mkeo umemwacha huku? Wewe bwana Usmani uko mwaka wangapi uko na mkeo umemwacha huku? Umar hakusema hivyo. Alisema watu waende miezi 3, imezidi 4 warudi. Sasa wewe baba anakuja kuchumbiwa mwanao, alafu unaona ufahari kwa kuwa mume yuko Marekani atakaa huko miaka 10. Na wala utaratibu kutokana na mambo magumu kidogo, itakuwa ni vigumu mke kuchukuliwa huko. Tena anakuja kuolelewa mtu wala haji yeye mwenyewe. Hata ule usiku wa siku ya kwanza pia haupati. Fatima, nakuonea huruma. Kwa nini iwe hivyo? Waislamu, haya tunayozungumza si masuala ya lazima Haya ni katika zile tunakopi kutoka kwa maneno na kauli za masahaba, tunakopi na kutengeneza ndoa zilizokuwa bora na yale mawadda na rehema ziwe ni zenye kupatikana. Mwanamke hakuumbwa awe ni mtu mpweke siku zote. Huo ndio utaratibu. Hivyo Waislamu, miongoni mwa tabia ambazo tuliacha huko nyuma tukasema tuiweke pending kidogo, nirudi tena nyuma kidogo katika tabia ambayo inamzungumzia mtu ambaye hana dini. Tukawazungumza ile sehemu ya kwanza ambayo imegawika, lakini pia sehemu ya pili ni wale Waislamu wapya, kwa maana wale ndugu zetu wanaotoka katika dini nyingine wakaja katika dini ya Kiislamu kwa mara yao ya kwanza. Pia walitakiwa kuchunguzwa hawa. Pia walitakiwa kufuatiliwa hawa. Ni kweli wamesilimu kikweli? Wamesilimu watu hawa kikweli? Au wababaishaji tu? Walitakiwa kufuatiliwa vizuri, kufahamika, kufuatiliwa wakajulikana ile imani yao ya kidhati. Sio leo mtu anasilimu leo mfungo 6, mfungo 8 unampa mwanao wa kike amuoe. Mbaya zaidi, baada ya kumuoa anasafiri naye, anaenda zake kwao mikoani huko kulikojaa dini isiyokuwa ya Kiislamu. Kinachofanyika huko mawili: moja, iwe bahati nzuri umepata mtu kasilimu vizuri na imani yake thabiti akaenda kuishi vizuri na mwanao. Lakini la pili, iwe mtu yule kasilimu tu kwa ajili ya huyo mtoto wako wa kike. Baba, nipata mchumba mimi anaitwa Costa Rico, Coastal Makusanyo. Ndio mchumba gani sasa? Baba kashakubali kusilimu. Kama hivyo sawa. Basi nakuja, unampa mwanao na aondoka naye. Kesi ngapi zishajitokeza katika masala kama hayo? Na mlolongo wa kesi ndio letewa zinahusiana na wale ambao watu wanasilimu tu wakapewa watoto wa kike wa Kiislamu wakawaoa na kuwafisidi, na wengine wanakuwa hawajasilimu kweli. Aidha ndio hivyo kasilimu kwa ajili ya mali, aidha ndio hivyo kasilimu kwa ajili ya mwanao wa kike. Na iman haifati kwa sababu ya mapenzi. Mtu ukisilimu uslimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo naletewa kesi, bwana mmoja amemuoa mtoto wa Kiislamu mara tu baada ya kusilimu. Alhamdulillah, wakakaa kipindi sio kirefu, Allah akawaruzuku mtoto. Baada ya kuwaruzuku mtoto yule alikuwa ni wa kiume. Baba yule akataka yule mtoto aitwe Juma. Yule binti wa kike akiangalia, unajua mambo ya dada zetu haya, akiangalia katika familia yake, Juma wamejazana majuma tele. Mtoto wa dada na dada kazaa Juma, baba mdogo kazaa Juma, ndugu yangu mnaye akaolewa mwisho kazaa Juma, siji shangazi ana Juma. Kwa hiyo akataka kumshauri mumewe kwamba hili jina la Juma si tatizo, lakini naona katika familia yetu limejaa, kwa nini tusimtafutie jina jingine? Mtafutie jina jingine lolote mume wangu, mimi nitaridhika nalo, lakini nakuomba hili jina la Juma bora tuliache. Kesi ilikwenda bwana yule alikataa mpaka hiyo kesi ikawa kubwa. Na bibi yule akaenda akamshauri mama yake na dada zake. Nao kwa vile wote ni wanawake na akili zao za kike hivyo wakasapotiana kwa majina la Juma. Itakuwa ni mtihani, Juma washakuwa wengi. Vikao ndani ya familia, kisa jina tu. Kina mama jina la Juma, baba tusamehe. Baba asema jina la Juma yuto hilo. Basi Mungu alivyokuwa amfiche mnafiki katika ile jazba ya kikao, katika ile jazba na joto, ile bwana ikamtoka tu.
huyu mimi nataka aitwe Juma kwa sababu ndio jina la baba yangu mimi, Mr. James. James sijui Pakusayo sijui Masalo nani huko. Na huyu baada ya kumta James mtamuondoa ataenda kukaa na babu yake. Kama na kumbe ile jina la Juma ndani ya nia yake ni James sio Juma. Na ugomvi wote atakilibadilishwa kwa sababu ile jina la baba yake mzazi akiitwa James. Na mtoto huyo atapelekwa kwa babu yake Mr. James akalelewe. Nini kiendelee hapo? Na naam, aliitwa mtoto James kweli, na akachukuliwa akapelekwa mikoani kwa baba yake, kwa babu yake mzee James, na mtoto akawa anaingia kanisani na mshabani akawa padri mkubwa. Yametokea haya, yamebakia ni historia tu. Mwanamume yule akawa ni mpijaji sana, mwanamume yule akawa kwaya ndani zake hazishi, mwanamume yule akawa akimuona mkewe anasali ugomvi. Yote ni kwa sababu ulimpa mwanao mwanamume ambaye hajashiba iman na hujathibitisha imani yake ya dini. Na hawa hapo wengi. Wangapi wanakuja misikitini mwetu? Jamani, mimi nimekuja, nimetokea kule Lugalo, sijui wapi nisikujua mie. Nimekuja hapa, nipo pale nasoma, na ndugu zangu ni Waislamu, sina cha kukila, sina cha kuvaa, nahitaji hifadhi kutoka kwa Waislamu, pia nahitaji kuoa, kwa sababu nyumbani kule nimefukuzwa, sijui wazee wangu hivi najisikata wakata, maneno tele. Kumbe ukimchunguza anahitaji pesa, anahitaji nafaka tu za kidunia na maghururi za dunia, na anahitaji tu hana ile imani ya kweli. Hivi ndio waliosilimu waliopita kabla yetu. Hivi ndio kusilimu kwao waliopita kabla yetu. Hebu tuangalie watu wawili watatu waliosilimu kutoka katika ukafiri na mambo yao makubwa waliofanya wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi. Umemtupia macho Ikrima, na nini aliyofanya, ni hatua gani aliyofanya katika Uislamu Ikrima? Umemtupia macho Wahshi, ukamtupia macho Khalid ibn al-Walid na wengine mfano hao, Daraat ibn Malik. Umeangalia hao baada ya kusilimu nini waliyafanya? Umejua Ikrima katoka katika mishipa gani, baadaye kafanya mangapi katika Uislamu? Palikuwa na katili mkubwa wa Kiislamu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na ukatili wake alimuomba Allah aweze kusilimu katili huyu, na akamwambia ya inni ad'uka ya Allah an uqawiya al-islam bi-islami Umarain, utie nguvu huu Uislamu ya Allah kwa kusilimu Umar mmoja kati ya Umar wawili, aidha Umar bin al-Khattab au Abu Jahl. Na huyo Abu Jahl adui mkubwa katika Uislamu, ndio Firauni wa umma huu ambao Mtume mwenyewe anamsifu kwa kusema inna Firauna Musa au inna Firauna ummati ashaddu min Firauna Musa. Abu Jahl siku ambayo anafariki alimkamata kifuani, akamkamata kifua chake, akamtikisa Abdullah ibn Mas'ud na kumwambia balligh anni salam, nifikishie salam zangu. Balligh anni Muhammadan salam, nifikishie salam zangu kwa Muhammad. Mwambie inna Aba Jahal wa huwa yamutu, hakika Abu Jahl na hali ya kuwa yeye anakufa hajaamini kama wewe ni mtume kutoka kwa Allah. Abu Jahl anakufa, anatamka maneno haya, anamwambia Ibn Mas'ud, nipelekee salamu zangu kwa huyo anojiita Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mwambie Abu Jahl anakufa hali ya kuwa yeye hajaamini wala hatoamini kama wewe ni mtume wa Mungu. Ndio mtume alipata zile salamu akasema inna Firauna ummati ashaddu, Firauni wa umma wangu ana nguvu mno kuliko Firauni wa Musa. Kwa nini? Firauni wa Musa baada ya kufanya aliyoyafanya, ilipofika siku tayari ukweli kashaona gharka ishamkamata, adhabu tayari kwenye bahari anaangamia, alitoa kauli akasema amantu, naamini sasa, annahu la ilaha illa, naamini kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki, alladhi amanat bihi banu Israil. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil,
naamini leo kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye wanamuamini bani Israil. Allah anamuuliza al-ana wa qad asaita qablu, sasa hivi Firaun akatushaasi yuko nyuma. Firaun anazungumza maneno hayo, lakini Firaun wa ummati Muhammad yeye anasema ninakufa hali ya kuwa sijaamini na wala sitaamini kama Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Naona tofauti hapo. Na hao wote wana majina yao. Huyo Firaun wa Musa na jina lake alilozaliwa nalo, huyo Firaun yote na jina lake, lakini zichocho Firaun kutokana na ule Firaun kama ile lilivyokuwa jina la Firaun. Lakini huyo Abu Jahal, juu ya ukatili wake, juu ya ujemedari wake, juu ya ushupavu wake, juu ya matusi yake, juu ya kukejeli kwake Uislamu, juu ya uadui wake dhidi ya Uislamu, kazaa mtoto anaitwa Ikrima ibn Abu Jahal, ambaye alikuja akasilimu, na baada ya kusilimu akayafanya makubwa. Miongoni mwa hayo ni kumwangusha Musailamatul Kadhab. Na bwana alikuwa akiitwa Musailamatul Kadhab, ambaye kwamba alijitangazia utume mara tu baada ya kuona mtume yupo katika hali ya maradhi ya kuelekea sakaratul mauti, yeye akajitangazia mtume. Wakati mtume ashasema wazi kwamba ana al-aqib la nabiyya la, mimi ndo wa mwisho, hakuna mtume baada yangu mimi, na yoyote ambaye atajitangazia utume baada yangu mimi fakad kafara, mtu huyo amekufuru na anastahili kupigwa vita. Musailamatul Kadhab alifanya hivyo, na akamwandikia barua mtume kwa kumwambia min Musailamati rasulillah ila Muhammadun rasulullah. Barua hii inatoka kwa Musailama mtume wa Mwenyezi Mungu, inakuja kwa Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa hadha al-ardhu qisman, na ardhi tumegawa katika sehemu mbili, al-qismu laka wa qismun alayya. Sehemu moja itakuwa ni yako Muhammad, sehemu moja itakuwa ni yangu mimi. Rasulullah aliposoma ile barua akasema, hakika huyu si Musailamati rasulillah bali ni Musailamatul Kadhab. Huyu hana ujumbe wa Mwenyezi Mungu, bali huyu ni muongo na apigwe vita. Lakini kwa vile wakati ule mtume alikuwa mgonjwa, nguvu zake ni dhaifu, havikuwa vile vita vya moja kwa moja vya kumpiga Musailamatul Kadhab. Lakini mara tu baada ya kukabidhiwa utawala Abu Bakar bin Siddiq, mara baada ya kufa mtume, jambo la mwanzo akaamua kupambana na wale wote murtadiyin walioritadi katika dini, na miongoni mwao ni hao waliojitangazia utume. Waislamu tunaangalia Waislamu wa zamani waliosilimu na mambo yale waliyofanya, na afu na Waislamu wa sasa hivi ambao tunawapa watoto wetu wa kike, ndio tunachokitafuta hapa. Hivyo miongoni mwa watu ambao waliwapa kusimamia jeshi la kwenda kupiga Musailamatul Kadhab, kiongozi wao Ikrima bin Abu Jahal. Ndio huyo Ikrima bin Abu Jahal ambaye alisilimu na akawa tayari kupambana katika Uislamu. Ndio utaratibu. Na naam, vilipofika vita vya Yaman vya kumpiga huyo Musailamatul Kadhab, Ikrima aliondoka na jeshi kwa ajili ya kupambana nayo, akiambatana na Abdullah ibn Ubay ibn Amir ibn Jarrah, akiambatana na masahaba wengine tofauti ambao walienda kwa ajili ya swala hili la kumpiga vita Musailamatul Kadhab, Shurahbil bin Hasal na wengineo. Vita vilipijanwa mpaka ilifika wakati Musailama na jeshi lake akaona sasa Waislamu wananishinda. Alichokifanya akakimbia kuingia katika jumba lake lenye kuta refu madhubuti na mageti makubwa. Tayari wakayafunga mageti yale, Waislamu wakawa hapana sehemu ya kupita. Kila wakilisogelea geti wanapigwa mishale, wanapigwa silaha za kutupilia mbali, kiasi ambacho walipata tabu sana Waislamu na walikufa sana Waislamu, na ilikuwa ni hasara mno kwa Waislamu katika vita hivi, kwa maana walikufa watu takriban 500 ambao wamehifadhi Qur'ani tukufu. Ni idadi kubwa sana hiyo. Watu 500 waliohifadhi Qur'an wakawa wanarembewa. Tudhra bin Malik, sahaba huyu, naye akawaambia wenzake, anziluni ila tilka maidan, nirusheni, nichukueni mimi, nirusheni katika lile jumba la Musailamatul Kadhab, nirusheni, anziluni, nichukueni na mnirembee kule, imma an aftaha lakum au astashhid. Mawili yatatokea, aidha nitakufungulieni ule mlango au nitakufa hali ya kuwa mimi ni shahidi. Na naam, kwa vile Dhara ibn Malik alikuwa ni mtu mwepesi, mwembamba chembamba kifefefe, basi wakamchukua akamrembea kule, huku anashambuliwa, huku anapewa majeraha, takriban majeraha 30 aliyapata,
lakini mshabari aliwafungulia mlango. Hapo ndipo Abu Dujana akakimbia mbio katika kumfukuza Musailamatul Kadhab. Wakati Abu Dujana anamkimbiza Musailamatul Kadhab, nyuma kulikuwa kuna jemedari mwingine, jemedari ambaye wakati wa ukafiri wake alimliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara ya kwanza Mtume analia mpaka sauti inatokea na kwikwi kwa kitendo alichokifanya huyu kijana. Rajulun ismuhu Wahshi ibn Harb. Huyu ni kijana anaitwa Wahshi ambaye amemuua Hamza na akamchoma mkuki Hamza chini ya kibofu cha mkojo mara tu baada ya kuagizwa na bosi wake Jubair. Huyu Jubair ndiye alikuwa bosi wa Wahshi ambaye alikuwa na ammi yake akiitwa Tuaima ambaye alifariki katika vita vya Badri. Huyu bwana anaitwa Tuaima. Kwa hivyo Jubair akamuita Wahshi akamwambia, "Je, unataka kuwa huru?" Bila shaka akamwambia naam. Akamwambia, "Kama unataka kuwa huru, basi sitaki pesa, sitaki chochote, bali nataka ukaniulie Hamza." Mtu ambaye yuko makini katika vita, hajawahi kusimama na mtu baadaye Hamza akashindwa kumuondoa duniani. Naam, vilipofika vita vya Uhud, Wahshi akajiandaa na akaenda katika vita vimechanganya. Akatokea mshirikina mmoja akamwambia Hamza, "Unaonaje tukatoka pembeni ya vita kidogo tukazipiga mimi na wewe kidogo, nataka nionyeshe umahiri." Hamza kumwangalia anamuona si lolote si chochote, kumbe zile nilikuwa ni mbinu za Wahshi aweze kumuona Hamza wazi wazi. Na naam, akamrushia mkuki wake chini ya kibofu cha kitovu, ukatokezea chini ya miguu kwenye kibofu cha mkojo, na Hamza akawa amefariki dunia. Historia ziko wazi zinasema kwamba Hindu naye ambaye alieuliwa, huyo bwana alikuwa ni mumewe, basi ndio alieuliwa na Hamza. Akatoka akaenda kuzitembelea maiti za Kiislamu waliokufa mashahidi katika uwanja wa Badri. Akaanza kuwakata masikio yao na akampasua tumbo Hamza na akatoa maini akayatafuna mabichi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam analetewa maiti ya Hamza, alilia sana mpaka sauti ikasikilikana na kwikwi kwa kitendo alichokifanya huyu Wahshi. Akatoa ilani Rasulullah kwamba mtafuteni Wahshi popote alipo na akamatwe. Hivyo bwana Wahshi akawa amepata uhuru, lakini still akawa hana amani. Anakimbia hapa, anakimbia pale, mpaka siku alipoenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kutaka kusilimu. Na anamwambia, akamkuta Rasulullah kakaa msikitini, anamwambia, "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka Rasulullah." "Man ant?" Nani wewe unakuja kusilimu leo hapa? Anaambia, "Wahshi ibn Harb." "Wahshi qatalta Hamza?" Huyu Wahshi alimuua Hamza? Anaambia, "Naam, ndio mimi." "Ndio mimi?" Akamwambia, "Haya nielezee, kaifa qatalta Hamza? Ulimuua vipi huyu Hamza? Na Hamza ni jemedari katika vita." Akamuelezea vyote kama tulivyoelezea. Rasulullah akalia tena na akamwambia, "Naam, umeshasilimu na Uislamu unafuta yale yaliyopita kabla yako, lakini ondoka mbele ya macho yangu, sitaki kukuona. Ondoka Wahshi." Na inasemekana historia zinasema mpaka Mtume, tangu sikio mpaka Mtume anakufa, Wahshi akikaa msikitini haoneshi uso wake mbele ya uso wa Mtume, bali alikuwa anajificha katika migongo ya maswahaba wengine, huku ikimpa taabu sana swala hilo na kusema lini Rasulullah atasahau hii hali. Lakini katika vita vya Yaman, katika mtu ambaye alimuua kwa mkuki wake na kumwangusha ni huyu Wahshi. Wakati Abu Dujana anamfukuza Musailamatul Kadhab, Wahshi naye kwa silaha ile aliyemuulia Hamza ndiyo akairembea na kumchoma mkuki wa mgongo Musailamatul Kadhab na ukapasua kifua mpaka mbele. Huyu ni Wahshi. Hawa ndo watu waliosilimu na wakaonekana imani zao na wakaonekana Uislamu wao. Hawa ndo walipaswa kupewa wake na watoto wetu wa kike. Sio hawa wale wanokuja wakasilimu tu ovyo ovyo. Hawana imani ya kweli. Tunawapa watoto wetu, kama wanathibitika na imani ya kweli, mpe mtoto wako akaishi maisha ya amani. Lakini kama si mtu akusilimu leo akapewa mke baada ya miezi miwili Waislamu, unakuta wanapigwa watoto wetu wa kike. Unakuta watoto wetu wanadhulumiwa, watoto wetu. Na haya hawafanya hao Waislamu waliosilimu tu, mpaka Waislamu wa sasa hivi. Nenda kumpa mtoto wako mlevi, mtu mlevi nenda kumpa mtoto wako. Mtu jemedari, jitu khabithi. Inafikia wakati tayari mtoto anahisi kama katika ndoa hamna mapenzi tena. Wazee kuambia yule kijana mpeni talaka yake hamwezi. Jamaa akiambiwa toa talaka naye anasema hatoi. Na wapo wengine wake mtu mke kashamchoka. Huyu mwanamume kashachoshwa na mwanamke, maana hamtaki yule mwanamke, lakini kumwandikia ile talaka yake anashindwa. Anasema sasa yule simuachi, apaye aruke, atakoma. Yeye kwenda kulala halali huyo. Mume miezi 3 hajaonekana nyumbani, si wakula, si wa huduma, si wa simu ya salamu. Mpe mwanamke talaka akapata rehema kwingine, hutaki.
Nini? Tunakwenda wapi? Yote haya mwanamke hachagui sehemu sahihi ya kwamba hajui huyu ndio mtu sahihi wa kuwa mimi ni mume wangu. Hajui sehemu sahihi ya kwenda kuanza maisha. Ndio maana anatukuta tunataka watu wenye magari tu ndio tunachoangalia sisi. Tunatafutana kule Entebbe, tunatafutana katika vyombo vya starehe. Humjui mtu tabia, humjui lolote. Tabu, dhiki, shida, mashaka. Mwisho habari mwanamke anaona bora niende katika sehemu sahihi kule kunakoitwa katika mahakama ya kadhi nikadai talaka yangu angalau nipate nusra. Naam, katika mahakama ya kadhi wengi utasikia wanatoa maneno yao ya ovyo ovyo kuhusiana na hichi kitengo cha mahakama ya kadhi. Lakini kule mwanamke anapoendwa haandikiwi tu talaka, anaitwa mwanamume, atoa zile uthibitisho na utaratibu, lakini kwa ujinga, kwa ubaradhuli, kwa ushenzi, kwa ukhabithi, mwanamume anaitwa na anasema mimi ninamtaka mke wangu, na wewe unamtaka mke wangu. Hali ya kuwa unamtaka mke wako, jirekebishe basi na hizo tabia. Namtaka mke wangu lakini akirudi vibao. Namtaka mke wangu akirudi miezi 3 nyumbani haonekani. Namtaka mke wangu akirudi kwa sababu umepata ujauzito mimi sija tayari kuzaa kaitoe. Wewe mwanamume wa aina gani wewe? Naam, kadhi anapobaini kwamba kuna mashaka ndani yake, kadhi anaandika talaka kumpa mwanamke angalau akapate nusra kwingine. Na mwanamke ambaye kapewa talaka na kadhi, kwa taarifa yenu nataka nikwambieni, mwanamke ambaye kapewa talaka na kadhi isiwe arudi nyumbani baadaye mume akuja kula haila afu mrejeane. La hasha, ukitaka kumrejea mwanamke ambaye kapewa talaka na kadhi lazima urudi kwa kadhi, kwa sababu mwanzo ilikushindeni nyie suluhu ya kupeana talaka mpaka mkenda kushtakiana kwa kadhi. Kwa hiyo kumrejea kwake mwanamume akatoe dhamana mbele ya kadhi na mwanamke akatoe kauli na naam, sasa nimetaka kurejewa na huyu mwanamume kwa sababu ameniahidi atajirekebisha. Hakujirekebisha, rudi tena mama kwa kadhi, wala usione tabu kwenda kudai talaka mahakamani. Sasa isiwe leo mtu anakaa ile mahakama ya kadhi washenzi sana wale, kazi rushwa tu wale, wameniachanisha na mke wangu mimi bado nampenda, mimi ninachojua ni mke wangu tu. Wewe jua hivyo ni mke wako na huku talaka imesihi na ataolewa na mtu mwingine. Wana dhima kubwa sana wale mbele ya Allah. Nataka nikwambie kitu kama hujui. Kadri mnavyoona nyinyi kwamba ile mahakama ya kadhi inadhima sana kumwachanisha mtu, kumpa mwanamke talaka hali ya kuwa anatakiwa na mumewe, kama mnavyoona nyinyi kadhi anadhima katika utaratibu huo, basi na kadhi yule nakwambia anadhima kubwa zaidi kumrejesha mwanamke katika ndoa ambayo haina mapenzi naye, kumrejesha mwanamke akadhalilike, kumrejesha mwanamke katika nyumba ambayo haina rehma, haina huruma kwa mwanamume, haina mapenzi, haina mawadda, ule utulivu haupatikani, na wewe kadhi ukamrejesha mwanamke kwa lazima katika nyumba ile, una dhima kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kwa ulifahamu. Isiwe tunaambia makadhi wanadhima tu, umetochanisha adhima, kanisha mke wangu anadhima, na vile anadhima kubwa kumrejesha mwanamke katika sehemu ambayo haina mapenzi naye. Ndoa ni mahaba, ndoa ni mawadda, ndoa ni rahma, ndoa ni kuoneana huruma na mapenzi na kupendana na raha na furaha. Iweje iwe leo ndoa ndo dhiki, ndoa ndi kitanzi, ndoa imekuwa ni mashaka, watu wanakondeana tu? Hapana, nenda mama kadai talaka mahakamani, ukifika kule kadhi akithibitisha atakupa talaka yako, na utapata mwanamume mwingine ambaye ana rahma na wewe, ana mawadda, ana mapenzi na mengine mfano wa hayo. Mwenyezi Mungu ananishuhudia, Allahumma shahad inni qad balagtu risala. Mwenyezi Mungu ananishuhudia kwamba mimi nimeshafikisha ujumbe kwa watu wote ambao wananisikiliza kutoka sasa na kuniangalia katika channel hii ya Coco Darsa na nyinginezo mfano wa hivi, ambayo darasa hii itakuwa ni yenye kufika na kuenea mitaani. Subhana wa ta'ala, takuomba waja wako uongofu na sahala umo mikononi mwako, ondoa kila dhalala tuje kwenye njia yako, na sisi ni waja wako, takuomba ya ilahi. Rabbi unusabihiwa vya mbinguni na kauni, Rabbi unusujudiwa na vyote ulimwenguni, yote ya kutusumbua ilahi utuauni, Mola wetu Rahmani tunusuru ya Allah. Ya ilahi ya jalali, Rabbi ulotakasika, zitazame zetu hali zazidi kuharibika, wala hatuna mahali pa kwenda kusikitika ila kwako subhana tunusuru ya Allah. Mwisho sala na salamu zende kwa tuma nabia na jamii al-karam na sahaba wote pia, na sisi sote Islam pepo tutaraji kuingia. Mola wetu Rahman tunusuru ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.